Kunti Yusuf Majara atafuatana na Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru na mimi kunipatia nafasi ya kuweza kutoa mchango wangu kwa bajeti ya 11 ndani ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, tangu nimeingia bungeni mwaka 2015 na bajeti yangu ya kwanza ilikuwa ya mwaka 2016, nilisimama kuzungumzia barabara ya kutoka Tanga Kibirashi Handeni kwa Kiteto Chema mpaka kwa Mtoro Singida. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi barabara hii kila bajeti nimekuwa nikiichangia, lakini kipekee niwashukuru sana wabunge wa bunge hili la 13. Wameona kilio changu na wameamua kunishika mkono kuhusiana na hii barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuruni sana. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii si tu Kunti anaisema, barabara hii imeandikwa kwenye vitabu vya serikali miaka na miaka. Tunavyozungumza ni mwaka wa 26, iko kwenye vitabu vya bajeti, inaandikwa kila leo. Na mnachokifanya serikali, mnabadilisha tu maneno. La mbele linakuja katikati, la katikati linaenda nyuma, la nyuma linaenda mbele, ni maneno mnatugeuzia. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeuliza maswali zaidi ya 30 ya barabara hii. Bajeti ya mwisho tulipokuwa tunahitimisha bunge la 12 mwaka jana, serikali ilituambia kwa maana ya wizara kwamba tumetoka kwenye EPC+F tunakwenda kwenye PPP. Na tukaambiwa kwenye PPP tunakwenda kuchukua wenzetu wa Wizara ya Uchukuzi kwa maana ya taasisi ya serikali TPA, watakwenda kujenga ile barabara. Na majibu ya mwisho wakati waziri anahitimisha, na swali langu nilouliza mwezi huu wa 5, Mheshimiwa Naibu Spika, nimejibiwa kwamba mazungumzo bado yanaendelea. Nikawa najaribu kujiuliza, Mheshimiwa Spika, kama sisi tu ndani ya nchi mazungumzo yanakaa zaidi ya miaka 3, nini sababu inayofanya serikali mshindwe kukubaliana, serikali moja, nchi moja? Ni kitu gani kinachokwamisha hayo mazungumzo ili wananchi hawa waweze kupata hiyo huduma ya barabara? Mheshimiwa Naibu Spika, mimi barabara hii ndio inayopeleka wanawake wangu hospitalini kwenda kuongeza viongozi wa kesho ndani ya taifa letu. Wanawake wa wilaya ya Chemba wanafia njiani, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya barabara hii. Mvua inaponyesha, mto Songolo, hakuna mwanamke anaenda kujifungua akavuka kwenye ule mto. Ukija Goima, mvua za mwaka huu, Mheshimiwa Naibu Spika, daraja limekatika pale, watu wamekaa siku 3 hawana njia. Mheshimiwa Naibu Spika, natamani serikali ikija ituambie, na kwenye bajeti Mheshimiwa Mwenyekiti, kitabu cha waziri ametenga shilingi bilioni 8. Nikawa najaribu kutafakari, hivi bilioni 8 naenda kujenga barabara ipi, wapi? Hizo kilomita 20 ambazo tumeanza kuimbiwa miaka na miaka haziishi. Kila kitabu, kila bajeti inayokuja tunakutana na kilomita 20. Mheshimiwa Naibu Spika, na kama imeshindikana ujenzi wa hii barabara, si vibaya mkatuambia kwamba jamani, barabara hii imeshindikana, kuliko kwa mnatupa matumaini kila mwaka barabara haijengwi. Mheshimiwa Naibu Spika, nina mto Bubu ambao unapita kwenye daraja la Bubutole, umeua zaidi ya watu 4. Barabara hii ikijengwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wangu hawatakufa. Serikali watuonee huruma. Sisi uchumi wa wilaya ya Chemba, Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ikijengwa ndio hatima ya ukusanyaji wa mapato na kujitegemea kwa halmashauri na kusukuma maendeleo kwa wananchi wetu. Tunapolia na barabara hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutamani tu rangi ya barabara ibadilike, bali tunatamani maendeleo ya wananchi wetu yaweze kusonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, natamani serikali ikija, waziri wa ujenzi kakangu Ulega unafanya kazi kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais alipokuwa ziara Tanga alitoa maelekezo kuhusiana na hii barabara, kwamba barabara hii iende ikajengwe ili tuweze kusaidia mizigo ya kutoka bandari ya Tanga inayokwenda nchi za jirani, ipite ile mizigo kwenye barabara hiyo. Tunachelewesha uchumi wa nchi hii kukua. Twendeni tukafungue milango, tujengeeni hiyo barabara. Ulega, ukija tuambie ni lini mnakamilisha mazungumzo na TPA
Pili, barabara ya kutoka Handeni, Kibirashi, Tanga, Kiteto, Chemba mpaka kwa Mtoro, Singida inakwenda kuanza kujengwa. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo langu la pili ni ujenzi wa daraja la Kelemasimba. Mheshimiwa Naibu Spika, daraja hili limekaa zaidi ya miaka 15, bovu, limekatika. Kibaya zaidi, barabara hili lilisainiwa mkataba mwaka 2022. Limekaa mpaka leo, mkandarasi akaamua kuterminate mkataba kwa sababu tu ya kukosa fedha kwa ajili ya kwenda kujenga lile daraja. Mwaka jana niliongea nikaambia, mawaziri mmekuwa mkienda mnabeba na mbuzi za watu mnakula. Hii ni laana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Huwezi kwenda kuwapa akina mama wa watu wamejinyima, wamekupa zawadi, wameona matumaini, unawaambia tunakuja kujenga daraja. Matokeo yake watu wanaendelea kufa. Sisi kule, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuna vyombo vya habari. Tungekuwa mijini muone wananchi wetu wanavyokufa, vyombo vingekuwa vina rekodi, mngeona namna watu wanavyokufa kwa ajili ya hizi barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba serikali ikija iniambie daraja la Kelemasimba, nimeimba miaka yote. Tunaona raha gani, Mheshimiwa Naibu Spika, kwenda na bahasha za kutoa rambirambi wakati tulikuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba tunawatengenezea mazingira rafiki wananchi wetu na kuokoa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa muda wako, asante. Asante sana. Nilimtaja Mheshimiwa Profesa